Katika kijiji kidogo kilichokuwa pembezoni mwa jiji kubwa, aliishi kijana aitwaye Juma. Maisha yake yalikuwa ya taabu sana. Alikulia katika familia maskini sana kiasi kwamba mara nyingi walilala bila chakula. Baada ya wazazi wake kufariki dunia alipokuwa mdogo, Juma alilazimika kujitegemea mapema. Alikuja mjini akitumaini kupata kazi ili kubadilisha maisha yake. Lakini maisha ya mjini hayakuwa rahisi kama alivyofikiria. Kila alipoenda kuomba kazi, watu walimkataa kwa sababu hakuwa na elimu wala uzoefu. Siku zilipita huku njaa ikimwandama. Wakati mwingine, Juma alikuwa akitembea mitaani akitafuta chakula kwenye mapipa ya taka nyuma ya migahawa na maduka makubwa. Hapo ndipo alipata mabaki ya chakula yaliyotupwa na watu. Ingawa maisha yalikuwa magumu sana, Juma alikuwa na moyo mwema. Hakuwa mwizi wala mtu wa kudanganya. Alitamani tu kupata chakula cha kumtosha na nafasi ya kuanza maisha mapya. Hakujua kwamba siku moja tukio lisilotarajiwa lingebadilisha maisha yake kabisa. Siku moja Juma alikuwa akitembea karibu na soko kubwa la mjini. Njaa ilikuwa ikimuuma sana. Aliona pipa la taka nyuma ya mgahawa mmoja maarufu. Alisogea polepole na kuanza kutafuta mabaki ya chakula. Bahati nzuri, alipata kipande cha mkate na kuku kidogo kilichokuwa kimetupwa. Lakini ghafla, mfanyakazi mmoja wa mgahawa alimuona. Bila hata kuuliza, alianza kupiga kelele. "Mwizi! Mwizi! Huyu kijana ameiba chakula!" Alipiga kelele kwa hasira. Watu waliokuwa karibu wakaanza kukusanyika. Hakuna aliyesikiliza maelezo ya Juma. Wote walidhani kweli ameiba. Baadhi ya watu walianza kumshika kwa nguvu wakitaka kumpeleka kwa walinzi. Juma alijaribu kuelezea ukweli, lakini hakuna aliyekuwa tayari kumsikiliza. Alijihisi kukata tamaa kabisa. Wakati hali hiyo ikiendelea, gari la kifahari lilisimama karibu na eneo hilo. Ndani yake kulikuwa na mtu ambaye angeamua kubadilisha kila kitu. Ndani ya gari hilo la kifahari alikuwepo msichana aitwaye Amina. Amina alikuwa binti pekee wa bilionea maarufu sana mjini. Alikuwa ametoka kufanya kazi za kujitolea katika kituo cha watoto yatima. Amina hakuwa kama watoto wengine matajiri. Alikuwa na moyo wa huruma na alipenda kusaidia watu. Alipoona umati wa watu wakimzunguka kijana mmoja, aliamua kushuka ili kuona kinachoendelea. "Ni nini kinaendelea hapa?" aliuliza kwa utulivu. Mtu mmoja alimjibu, "Huyu kijana ameiba chakula kutoka mgahawa." Amina alimwangalia Juma kwa makini. Aliona macho yake yamejaa hofu na njaa. Kwa sauti ya utulivu alisema, "Je, kuna mtu aliyemuona akiiba?" Watu wakanyamaza. Hakuna aliyekuwa na ushahidi. Amina akasema, "Huenda kijana huyu alikuwa na njaa tu." Maneno yake yalifanya watu waanze kufikiria upya. Amina alimkaribia Juma na kumuuliza kwa upole, "Niambie ukweli, ulikuwa umeiba?" Juma akasema kwa sauti ya huzuni, "Hapana dada, nilikuwa natafuta chakula kwenye pipa la taka. Nina njaa sana." Watu waliosimama karibu walishangaa kusikia hilo. Amina aliangalia pipa lile na kuona kweli kulikuwa na mabaki ya chakula. Aligeuka kwa watu na kusema, "Huyu kijana hajaiba, alikuwa anatafuta chakula kilichotupwa." Baadhi ya watu walianza kuona aibu kwa kumhukumu haraka. Mfanyakazi wa mgahawa naye akanyamaza kwa sababu hakuwa na ushahidi. Amina akamgeukia Juma na kusema, "Usijali, hakuna atakayekudhuru." Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Juma alihisi mtu anamjali. Amina alimpeleka Juma ndani ya mgahawa ule ule. Watu wote walishangaa kuona binti tajiri akimsaidia kijana maskini aliyedhaniwa kuwa mwizi. Aliagiza chakula kizuri mezani. "Leo utakula vizuri," Amina alimwambia kwa tabasamu. Juma hakuwa naamini macho yake. Chakula kilipofika, alikula kwa shukrani kubwa. Baada ya kula, Amina alimuuliza kuhusu maisha yake. Juma alimuelezea jinsi wazazi wake walivyofariki na jinsi alivyokuja mjini kutafuta maisha. Amina aliguswa sana na hadithi yake. Alijua lazima amsaidie zaidi. Baada ya kusikiliza hadithi ya Juma, Amina alimwambia,
nataka kukusaidia kupata kazi. Juma alishangaa sana. Amina akampigia simu meneja wa kampuni ya baba yake. Tunamhitaji mtu mwenye bidii ghalani la kampuni, alisema. Siku hiyo hiyo, Juma alipata nafasi ya kazi ndogo ya kusaidia kupanga mizigo. Ingawa kazi haikuwa kubwa, kwake ilikuwa mwanzo mpya. Aliahidi kufanya kazi kwa juhudi kubwa kuliko wafanyakazi wengi. Alifika mapema kazini na kuondoka mwisho. Meneja wa kampuni alianza kugundua bidii yake. Baada ya miezi kadhaa, Juma alipandishwa cheo kuwa msimamizi wa sehemu ndogo ya ghalani. Watu wengi walishangaa kuona maendeleo yake. Lakini Juma hakusahau mara siku ile alipokuwa ameokota na kuaminiwa kuwa mwizi. Siku moja, baba yake Amina, bilionea mkubwa, alisikia kuhusu mfanyakazi mmoja mwenye bidii sana. Alipochunguza zaidi, aligundua ni Juma. Amina alimwelezea baba yake jinsi alivyomkuta Juma akituhumiwa kuiba chakula. Bilionea aliguswa sana na kitendo cha binti yake. Alisema, umefanya jambo kubwa sana. Bilionea alimuita Juma ofisini. Juma alikuwa na wasiwasi lakini pia heshima kubwa. Bilionea alimwambia, nimesikia kuhusu bidii yako. Baada ya mazungumzo marefu, alimpa nafasi kubwa zaidi katika kampuni. Sasa Juma alikuwa meneja mdogo wa ghalani. Maisha yake yalibadilika kabisa. Miaka kadhaa baadaye, Juma alikuwa mtu mwenye maisha mazuri. Alikumbuka siku ile alipokuwa anatafuta chakula kwenye mapipa. Alijifunza jambo muhimu sana. Wakati mwingine kitendo kidogo cha wema kinaweza kubadilisha maisha ya mtu milele. Na kwa Amina, kumsaidia kijana mwenye njaa kulikuwa mwanzo wa hadithi ya mafanikio. Watu wengi walijifunza kutokana na tukio hilo kwamba usiwahukumu watu haraka bila kujua ukweli wa maisha yao. Na hivyo, hadithi ya binti wa bilionea na kijana maskini ikawa mfano wa huruma, matumaini na mabadiliko ya maisha.